Kwa kifupi, kwa sababu ya muda, nataka tuangalie promises of the Holy Spirit. Kuna ahadi nyingi ambazo tumeahidiwa na Roho Mtakatifu baada ya kumpokea, lakini nitaangalia chache tu kulingana na zenye Roho wa Mungu atatusaidia. Biblia inasema vizuri ya kwamba katika Matendo ya Mitume, hiyo tulikuwa tunasoma 1 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 8. Ninaamini ya kwamba tukienda nyumbani tutaendelea na somo hili la Roho Mtakatifu, kwa sababu ni somo lina upana mwingi, ni somo ambalo lina ufunuo mwingi. Matendo ya Mitume 1 mstari wake ni wa 7 mpaka 8. Tutaangalia hapo kwa kifupi, kisha baada ya hii tutaomba. Matendo ya Mitume, nadhani umefika pale. Labda kuna wengi walikuwa nafikiria Pastor Ruth leo atapayuka vile anapayukaga. Sauti mimi nilipewa, lakini ya kupiga story sinaga. Lakini ikifika hii sijui sauti inatokaga wapi, na kuwaga na sauti no ya kualia na ku hiyo ya huko nje. Ikifika huko nje sijui inaendaga wapi, na kuwaga hivyo. Hata saa zingine unaweza sema siongeagi huko nje, lakini ikifika hapa Bwana ananipa hiyo sauti. Kwa hivyo Matendo ya Mitume, sijui kama tumewekewa kwa mitandao yetu, 1 mstari wake ni wa 7. Ni vizuri kuwa na Biblia yako, kama vile tuliambiwa na Reverend asubuhi, tuzoee kubeba hizi Biblia zetu. Wakati nilikuwa ninasoma, tulikuwa tunafanya theology, kuna mwalimu mmoja alituchallenge sana. Alituuliza Biblia. Sisi wote katika darasa tulikuwa na Biblia za simu. Akatuambia next time hiyo itakuwa max kama utaacha hii. Akasema kuna somo tutasoma wengine wakiwa nje, na wale wako na Biblia wakiwa ndani. Kwa hivyo jifunze kukuja katika nyumba ya Mungu na Biblia yako hii, kwa sababu hii ukisoma hii, kwa saa zingine kwa ya simu ni mzuri, lakini kuna nakala zingine sina upungufu wa maneno. Lakini ukiwa na Biblia yako ya simu ni sawa kuwa nayo, na hii ingine uwe nayo. Ukisoma ya simu unaangalia kwa hiyo ingine ambayo ni Biblia yako halisi. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: lakini Yesu akawaambia, nyakati na majira ya mambo haya viko chini ya mamlaka ya Baba yangu, wala si shauri lenu kujua yatakuwa lini. Mstari wa 8. Biblia inasema hivi: lakini wakati wa Roho Mtakatifu. Hebu nipe NIV tuone. NIV, NKJ, hiyo ingine tupe hiyo nakala ingine, inakuaga na utajiri wa maneno. Biblia inasema hivi: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Neno la Mungu linatuambia vizuri, hii ni ahadi, hii ni promise ambayo Yesu alikuwa ananena na wanafunzi wake. Lakini wakati huo, licha na kwamba ilikuwa ni ahadi ambayo iliahidiwa kanisa, nyakati hizi ama wakati huu tulio ndani yake,
tunalisoma sisi kwa sababu hii ahadi ni kwetu sisi kama kanisa la Bwana, na ili liwe funzo kwetu jinsi tutakavyompokea huyu Roho Mtakatifu. Biblia inasema katika Yohana 14 mstari wake wa 27, Biblia inasema hivi, Yohana 14 mstari wake wa 17, John 14:26. Biblia inasema hivi, tupe 26. 26. Biblia inasema huyu msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yesu wakati alikuwa ananena maneno haya, na tukiendelea kuangalia hili, utatupea hiyo 14:2 verse 17 and 18, tutasoma ndio tuiunganishe yote pamoja. Biblia inasema hivi ya kwamba Yesu alisema maneno haya 14:17, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtabui, bali ninyi mnamtabua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Mstari wa 18, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Tuendelee kidogo. Bado kitambo kidogo tu, ulimwengu hauoni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inasema vizuri ya kwamba haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa anatayarisha wanafunzi wake. Na tukumbuke vizuri ya kwamba baada ya Yesu kutoka kaburini, Biblia inasema vizuri ya kwamba, na pale tulisoma hapo mwanzo katika hiyo kitabu cha Matendo ya Mitume tulisomewa asubuhi, ya kwamba hawa mitume wa Yesu baada ya kujua na kuelewa ya kwamba Yesu amekufa na ako kaburini, na kwa sababu Yoeli pale mwanzo, ukienda usome Joel chapter 2 verse 28 mpaka 32, utasikia unabii ama utasikia huyu nabii Yoeli maneno ambayo alikuwa ametoa unabii kwayo, kwa sababu ya wakati kama huo, kwa sababu ya wakati kama huo ambapo Yesu alisulubiwa, ambapo Roho wa Mungu atakuja. Yoeli alikuwa amenena maneno yale, na wale ambao walikuwa wanasikiza, na wale ambao walikuwa na tamanio ya Roho Mtakatifu kuja juu yao ama kuwa ndani yao, walijua na wakafahamu wakati ilifanyika kupitia kwake Yesu Kristo. Biblia inasema vizuri ya kwamba wakati Yesu alikufa na akafufuka, alikuta wanafunzi wake wakiwa mahali juu gorofani, wakikaa wakitazamia, wakikaa wakigojea, wakikaa wakishindwa itakuwa namna gani, wakikaa wakiangaliana, labda walikuwa wanajiuliza after this tutafanya nini, kwa sababu aliyekuwa pamoja nasi ametuacha. Lakini Biblia imesema katika Matendo ya Mitume 2 mstari wake ni wa kwanza, Matendo ya Mitume 2 mstari wake ni wa kwanza, Biblia inasema vizuri hivi. Hii ya Roho Mtakatifu ina maandiko nyingi, kwa sababu ni lazima tuchambue maandiko na tuangalie, na ili tuweze kuelewa zaidi, na ndio ukienda nyumbani uendelee kusoma. Hata ilipotimia siku ya Pentekosto, walikuweko wote mahali pa juu. Hao ni wanafunzi wa Yesu, wote walikuwa mahali pa juu wakikaa kugojea. Mstari wa 2,
kukaja ghafla toka mbinguni, ufumi kama ufumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi ukijaza nyumba yote walio kuwemo wameketi. Endelee verse 3. Biblia inasema vizuri ya kwamba kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Tuendelee. Wote wakajazwa kwa Roho Mtakatifu. Ukiangalia hao wanafunzi wa Yesu wakati walikuwa mahali walikuwa wamekaa, au labda ndani ya mioyo yao walikuwa wamekaa wakigoja Yesu aje vile walivyokuwa wameachana. Lakini Biblia inasema wakati walikuwa wamekaa mahali pa juu, na ukumbuke kukaa mahali pa juu kwao haikuwa bure tu. Yesu wakati alikuwa pamoja na wao alikuwa anawapea direction, alikuwa anawapea njia ambazo Yesu atapitia. Licha na kwamba alikuwa ananena katika mafumbo, alikuwa anawajulisha njia zake zote na vile itakavyokuwa baadaye. Na ndio tumesoma hapa John 14 verse 18. Akawaambia ya kwamba mimi sitawaacha kama yatima. Wakati wake ukifika wa kwenda, Yesu alijulisha wanafunzi wake, nitakapoenda mimi sitawaacha tu. Tumesema enzi zile Roho Mtakatifu kabla hajaja, manabii ndio walikuwa wanatumika. Na ndio unaona sana sana wapendwa wetu wa Korino, ninawapenda, sio watu wabaya, wanamcha Mungu, wameamini sana katika unabii. Na unabii si mbaya, lakini ni vizuri ujue maandiko, usipokee nabii awaye yote. Siku moja nilienda mahali kanisani, mimi familia yangu mahali ambapo nimezaliwa tuna Wakorino wengi. Kwa hivyo nikiwaongelea si wachukii, ninawapenda. Simon Bogwa Ben mwenye anakuaga mtangazaji wa gazeti la, saa zingine anakuaga kwa gazeti ya Standard, huyo ni my cousin. Kwa hivyo familia yetu watu wengi ni Wakorino, na mimi nilizaliwa na wazazi ambao walikuwa Wakorino. Lakini wakati nikawa kijana wa teens, hapo mama yangu kunizaa, Mungu alimsaidia kujua kilicho ndani yangu, na kupitia kwangu walibadilika. Licha na kwamba nilikuwa mchanga, walifanya harusi huko kwa hilo kanisa. Kupitia kwangu walibadilika, baada ya yeye kujua kilicho ndani yangu. Na wakati nilijua na mimi nikiwa shule ya msingi, kuna kitu moja ambayo mimi mwanzo sikuwa ninaelewa, lakini mama yangu aliiona. Tukiwa shuleni, tukienda kwa parade, wakati mwingi walimu walikuwa wananiita. Tukiwa parade ninaitwa, ninaambiwa kuja utuombee. Kwa shule nyingi kuna watu tulikuwa wakati ule tukienda parade mara 2 ama 3 kwa wiki. So nilikuwa najua mara 2 ama 3 nitatokea mbele ya walimu na watoto niombe. Kukiwa kuna mikutano ya walimu ama kuna mikutano ya komiti za shule, head teacher ambaye alikuwa head teacher wangu alikuwa ananiita, ananiambia, Ruth, kuja uombee mkutano. Ninaenda ninaomba. Lakini pale mimi sikuwa ninajua, lakini nilikuwa ninaifanya kwa sababu nilikuwa nasikia kutoka huko ndani ya moyo wangu. Sikuwa ninajua ni kutayarishwa, ninatayarishwa. Ndani ya moyo wangu nilikuwa ninaandaliwa. Mtoto agegojeka shule, mwalimu alikuwa anakimbia ananiambia, kuja Ruth uombee ule mtoto.
Nikienda kwa pastoral, by then tulikuwa tunaita pastoral. Tukienda huko nilikuwa naambiwa kuja utusomee neno. Licha na kwamba sikuwa najua Biblia vizuri, the minute ninasimama mbele ya hao watu, ni lazima Mungu agenipea neno na kupea wanafunzi wenzangu na walimu wakiwa wamekaa. Tukitaka kwenda tour, wakati tunaenda, nilikuwa head teacher ananiambia, Ruth, kuja uombee safari. Lakini ndani ya moyo wangu sikuwa ninajua. Lakini wakati Roho Mtakatifu alijifunulia mama yangu, ambaye mama kunizaa kimwili, na akaniambia, Ruth, wacha nikwambie kitu moja. Wewe Mungu anakupenda. Na wewe ndiye mkombozi wa hii jamii yangu. Nilikuwa mdogo, sikuelewa anasema nini. Sasa ndani ya moyo wangu nikawa na maswali na kujiuliza, ninawezaje saidia hawa watu? Mimi sio mimi mkubwa, baba yangu na mama yangu wana dini yao. Lakini nikakuja, kabla tu sijakomaa, nikakuja nikachukuliwa na mama mmoja, alikuwa mwalimu wa Sunday school. It was back 1976. Akakuja akanichukua, akanipeleka katika kanisa la kiroho. Wakati nilikuwa pale, tukiwa katika lile kanisa, kwa haraka sikukaa sana, nikachukuliwa nikafanywa mwalimu wa Sunday school. Wakati nilifanywa mwalimu wa Sunday school, kukakuja mzungu alikuwa anaitwa Miriam. Na yeye wakati alikuja akaona kilichokuwa ndani yangu, nikapelekwa shule kusomea kuhusu watoto. Nikiwa tu shuleni bado nilikuwa nasoma kuhusu watoto. Nikiwa pale shuleni bado nikaendelea na nikapewa certificate. Nikikuja kumaliza primary nilikuwa na certificate zangu ambazo nilisomeshwa kusoma kuhusu watoto. Nikasomeshwa kuhusu watoto na kufundisha watoto wa Sunday school. Nikawa mwalimu wa Sunday school. Nikafundisha watoto wa Sunday school kwa muda mpaka wakati nilipotoka mahali nilikuwa nikapata kazi, nikaenda kazini. Nilipoenda kazini, Mungu akaendelea pamoja nami, hakuniacha. Lakini wakati ule wa Sunday school nilijazwa Roho Mtakatifu. Wakati huo nikihudumiwa, na nilijazwa Roho Mtakatifu kwa ubatizo, kwa sababu mahali ambapo nilikuwa nimeamini, sisi wale wazazi wangu mahali walikuwa naamini, wao hawakuwa wanaamini ubatizo wa Roho Mtakatifu, licha na kwamba walikuwa wananena kwa lugha. Nimekuambia kwamba Roho Mtakatifu ana kofia nyingi. Wale wenzetu, ili ujazwe na Roho Mtakatifu na ubatizwe, vile sisi tunaingishwa kwa maji. Labda unaweza ingishwa kwa maji, Roho Mtakatifu akutembelee pale, uanze kunena kwa lugha. Wale wazazi wangu ninawapenda. Wao walikuwa wanapitishwa chini ya bendera. Wanafukishwa pande hile na unarudi pande hii, na saa hiyo kwa sababu ya imani yao wataanza kupililika na kunena kwa lugha na kunena kwa hizo lugha zao. Lakini mimi wakati nilibatishwa, licha na kwamba nilikuwa mdogo, hiyo kitu ilikuwa inaniuma. Sijui ilikuwa inaniuma kwa nini vile walikuwa wanafanya. Lakini kupitia kwa upole sana kwa mama yangu, nilimwendea na akatoa hiyo kitambaa, akanifuata mahali ambapo nilikuwa ninashiriki. Na the minute aliingia, alikuta wakati wa ubatizo, kuingizwa kwa maji, alijazwa na Roho Mtakatifu. Nikawa na kitu cha kujifunia. Jina la Bwana litukuzwe. Tuangalie katika Biblia. Biblia inasema vizuri ya kwamba Yesu aliambia wanafunzi wake, wakati nitakapokuwa nikienda, sitawaacha yatima. Nitawaachia msaidizi ambaye atakuwa akiwasaidia. Huyu msaidizi ni Roho Mtakatifu. Na ndio wakati walikuwa katika nyumba juu kwa ghorofa, jambo la kwanza waliposhuhudia ni nguvu na upepo mkali ambao ulikuja katika nyumba ile. Roho Mtakatifu anaweza kuja kwa njia ya moto. Roho Mtakatifu anaweza kuja kwa njia ya upepo mkali ambao unaweza kuwa unasunguka. Ukiangalia upepo wakati tuko iko nje, ukiona roho hederia roroka, inasafishaga kila kitu ambacho kiko uko chini. Kiria kingioeka ruhuho rurogotaga ruothe rugacokaniriria.
Na Roho Mtakatifu wakati anapofika juu yako, unaweza kuwa wewe huelewi kama mimi, lakini ataweza anza kukubadilisha maisha yako. Kwa sababu hizi ni ahadi ambazo Yesu Kristo alikuwa anaahidia wanafunzi wake. Hizi ahadi wakati huu si wanafunzi wanaahidiwa, ni wewe na mimi. Na wakati tutakapojitakaza, na wakati tutakapookolewa, kuhusu Roho Mtakatifu tunafundishwa. Wakati tuliokolewa tulifundishwa. Wakati wa kwenda kubatizwa tulifundishwa kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ni wewe kufungua moyo wako, aje ndani ya moyo wako Roho Mtakatifu, kwa sababu hajisukumi. Akikuja ndani ya moyo wako, aanze kukuhudumia. Biblia inasema ya kwamba ahadi hii ambayo Yesu aliahidia wanafunzi, yeye mwenyewe aliitimiza kabla hajatoka ulimwengu huu. Na wakati aliwakuta, ama wakati Roho Mtakatifu alikuja juu yao wakiwa juu ya ghorofa, Biblia inasema vizuri ya kwamba waliona juu ya kila kichwa cha mtu kuna ndimi za moto zinawaka juu yao. Hiyo ilikuwa thibitisho ya kwamba licha na kwamba ilikuwa juu ya kichwa, ndani ya mioyo yao kuna mabadiliko ambayo ilibadilika ndani ya mioyo yao. Wakati tu Roho Mtakatifu alitua juu ya vichwa chao, na kwa sababu ni ahadi ambayo Yesu alikuwa ameahidi, mioyo yao ilibadilishwa, maongeo yao ilibadilika, mienendo yao ikabadilika. Na hapo ndipo utaona katika Matendo ya Mitume 2:1 Biblia inasema hivi. Hapo ndipo Petero aliinuka. Matendo ya Mitume 2 kuanzia hapo 1. Biblia inasema vizuri ya kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekosto, walikuweko wote mahali pamoja. Turudie kidogo tusikie. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi wa upepo. Upepo ule ndio ulikuja na nguvu za Mungu. Uvumi huo ulikuja. Nitake huhukanio gekore aja. Kwe moinaino ukoragwo taru ruhuho rugiukare. Upepo ukikuja pale nje, kuna mtingizo fulani ambao tutasikia tukiwa hapa. Wanafunzi wakiwa huko juu, kuna mtingizo ambao walisikia sio wa kawaida. Na hapo ndipo walifungua macho, wakaanza kuangaliana. Na hapo ndipo kila mmoja wao aliona juu ya mwingine. Nikiangalia Reverend Dennis, ninaona kuna dimi za moto. Yeye akiniona anaona dimi za moto. Edo Ibrahim akiangalia Pastor Witi, anaona kuna kitu inawaka juu yake. Na hivyo ilikuwa inawaka, hivyo ndivyo ilikuwa inawaka ndani ya mioyo yao. Na hapo ndipo Biblia inasema ya kwamba Petero wakati wako tu alikusanyika, kwa sababu wakati walijazwa na Roho Mtakatifu, kuna kitu ilifanyika ndani ya maisha yao. Walianza kuongea kwa sauti kuliko vile walikuwa wanaongea. Na walipoanza kuingia kwa maombi, waliomba na lugha tofauti ambazo ukiangalia katika John, Biblia inasema vizuri ya kwamba hizi lugha wakati zilipofika ndani yao, tuangalie katika John 16:13, tusikie ya kwamba baada ya Roho kutua inafanyikaga nini. Na hizi lugha wakati zilikuja ndani yao, wao walianza kunena kwa sauti, na maongeo yao ikabadilika. Na wenye wote walikuwa wamefungua mioyo yao, wakasikia uwepo huo ndani ya maisha yao, na wakaanza kunena na lugha mpya. Na wakati walipoanza kunena kwa lugha mpya, watu wengi, maelfu, Biblia inasemaga ya kwamba ni watu kama 3,000 ambao walikaribia kutaka kujua hao walikuwa huko juu ni kulewa wamelewa ama ni nini imefanyika. Na wakati waliendelea kuulizana, Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema hivi, John 6:13, lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli
atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Biblia inasema vizuri ya kwamba wakati walikuwa wanaongea kwa ndimi na wakati walikuwa wanaongea kwa lugha mpya, kuna watu wengi walikuja na wakazingira maeneo ambao walikuwa na wakaanza kuulizana ya kwamba kwani hawa watu wamelewa? Biblia inasema vizuri ya kwamba Petero kwa ujasiri alisimama akasema ya kwamba sio kulewa tumelewa, lakini tumebadilishwa. Sio jambo la kawaida watu kusikika wakinena kwa lugha mpya. Na Biblia inasema ya kwamba wale watu waliwasingira walikuwa wanaulizana, imefanyika aje hao watu ambao tuko nao wanaongea kwa lugha hata ambazo ni zetu? Na tunasikia vile wanasema. Roho Mtakatifu atakaposhuka anabadilishia mtu maisha. Biblia inasema katika John 16:3 ati wakati Roho Mtakatifu atakapotua ndani yako anafanyaga nini? Jambo la kwanza tuone Roho Mtakatifu anafanyaga nini akitua ndani yako. Lakini yeye atakapo, turudi nyuma 16:13 sio 16:13. Biblia inasema hivi, lakini yeye atakapokuja huyu Roho Mtakatifu atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. However, when the Holy Spirit of truth has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Jina la Bwana litukuzwe. Huyu Roho Mtakatifu wakati atakapokuja juu yako atakujulisha kweli zote. Roho wa Mungu akikuja juu ya mtu anamjulisha kweli zote. Kama kuna mienendo ulikuwa unaenda nayo haistahili, bila kuambiwa na pastor, bila kuambiwa na wa bishop, unakuta wewe ndani ya moyo wako kuna vitu zinabadilika. Unasikia ile kitu ulikuwa unapenda hupendi. Kama ulikuwa hupendi kuomba, kwa sababu ni ahadi zake Mungu ya kwamba atakapotua ndani yetu atatufundisha. Ndio Biblia inasema Roho Mtakatifu akitua ndani yako anakuaga mwalimu. Anaanza kukufundisha ukweli wa Mungu, anaanza kukufundisha njia za kutipitia, anaanza kukufundisha mambo ya kuacha na mambo ya kutenda. Anaanza kukufundisha wale watu utatembea na wao na watu wa kuachana na wao. Uangalie kama mtu Anania na Safira. Biblia inasema ya kwamba wakati walikata ardhi yao, sehemu ya ardhi yao, na wakaweka promise ya kwamba kenye watapata watapeleka katika nyumba ya Mungu. Unajua hawa watu hawakuwa na ukweli wa Mungu ndani yao, lakini wakiongea walifikiria ni akina Petero wanaongea kuhusu wao. Lakini kuna kitu moja hawakuelewa. Ndani ya Petero Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake. Na Biblia inatuambia vizuri ya kwamba heri udanganye Mungu Baba, udanganye Mungu Mwana, na usidanganye Roho Mtakatifu. Hawa wanafanyaga kazi wakiwa watatu. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume 5:1, wakati Anania na Safira waliuza sehemu ya shamba lao na wakaleta mali yao, wakati hawakuwa wameuza ilikuwa yao, lakini wakati waliweka nadhiri kwa Mungu ikawa yao na ushirika na Mungu. Wakati wa kuleta waliona kama wanaleta kwa Petero, kwa sababu Roho wa Mungu hakuwa ndani yao. Kwa sababu kama Roho wa Mungu angekuwa ndani yao angewafundisha na angewanenea, kwa sababu Roho wa Mungu hunena. Awaambie hili mnalolifanya si nzuri, mnafaa kufuata hii njia. Hili mnalotaka kufanya sio nzuri, kwa sababu mnaenda kudanganya. Lakini kwa sababu Roho wa Mungu hakuwa ndani yao, walileta mahali ama pesa ambazo waliuza
madhabahuni. Na Petero akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu akawauliza, hii ndio mmeuza? Wakasema, yote tumeleta kama vile tulivyoahidi. Kwa hivyo dada, ndugu yangu, na mimi pia, kuna mambo ambayo tunaweza fanya ifanye Roho Mtakatifu asiwe ndani yetu. Kuna mambo, kuna mienendo naweza tembea nayo mimi kama mama, Roho Mtakatifu hata kama namtamani akose kuingia ndani ya moyo wangu, kwa sababu Roho Mtakatifu anapenda kitu safi. Roho Mtakatifu anapenda moyo mweupe. Roho Mtakatifu anapenda mtu ambaye si changanya. Na ili atue juu yako na ingie ndani ya moyo wako, tutamwambia Bwana siku ya leo atuumbie mioyo safi, ili wakati tutakuwa mwezi huu tukiendelea na somo hili, Roho Mtakatifu apate mahali ndani ya mioyo yetu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nashukuru Mungu kwa miaka hii 2000 tangia wakati Yesu Kristo alipotoka ulimwengu huu na akapaa juu mbinguni. Miaka hiyo Roho Mtakatifu amekuwa akitawala. Na wale wanazingatia njia zake, anawafundisha jinsi ya kukaa, jinsi ya kutembea, jinsi ya kufaa. Kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, hata jinsi ya kufaa anakufundisha. Hata jinsi ya kukaa anakufundisha. Tumesema Roho Mtakatifu ana kofia nyingi. Ni mwalimu na anatufundisha, yeye anatufundisha jinsi ya kukaa na jinsi ya kutembea. Na wale watu unafaa kutembea na wao, na wale watu hufai kutembea na wao. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, na wakati wa kukula na wakati wa kutokula. Na ni sherehe gani unaweza kula, ni sherehe gani huwezi kula, ni sherehe kereko utangithie na ni reko ungithie. Roho Mutheru thĩinĩ waku, tondu ndendete changanya, atakuwa akikufundisha jinsi ya kutembea, marafiki utakaotembea nao, wale ambao utakaa na wao, hata katika enzi hizi ambazo tunasema ni baya. Roho Mtakatifu bado ako katika kiti, na ako tu miongoni mwa wale ambao wamezingatia utakatifu. Tusimame.